Amani ya Mungu idumu kwetu. Twitabele ochi longe batana. Ndiyo waelekezi mbalimbali leo pia tumepata ulizo na ulizo hili ni la umma mpana. Wako watu wameuliza kwamba kwa nini Mwami Lokoko haungi mkono ima kusapoti pengine emo ya Mbondo kwa lugha ya Kiswahili, ikiwa na maana umoja wa Wabondo. Kwa nini Mwami Lokoko amekuwa hajaunga mkono jambo hilo, na yeye akiwa ni moja ya mzao unaotokana na koo hiyo ya Mbondo? Kwa nini asisapoti jambo hilo kwa lengo la uimarisho wa hatua hiyo? Hili ni swali limeulizwa na ndugu zetu mbalimbali, lakini kwa faida ya watu wote inapasa sasa tusikilize kwa niaba ya Wabondo wote walioko duniani watokee kujua kwa nini iko hivyo. Waalimu wametaka kuona kwamba pengine ninaunga mkono swala la umoja wa Wabondo, labda itakuwa ndiyo maana halisi ya kuutukuza Ubondo. Wao kwa upeo wao walilifikisha hilo, lakini kubwa zaidi walikuwa wanataka uchanganuzi wa mapana zaidi. Kwa hiyo mimi nitakuja kwenye uchanganuzi mkubwa kabisa ili wao wajue kwamba Mwami Lokoko ninakuwa nasimamia emo ya bandu. Emo ya bantu maana yake ni umoja wa watu. Na yote nieleweke hapa, emo ya bantu ni umoja wa kuishi kwa watu kwa historia ya kimungu iliyokuwako ndani ya watu. Kwa hiyo ukishasikia mimi ni mwalimu ima mwami ninayesimamia umoja wa kuishi kwa watu,
basi unapasa kujua kitengo cha kusema labda nisimamie sasa umoja wa Wabondo, inabidi upate ufafanuzi mpana kwa usaidizi wa akili yako. Jambo la kwanza kabisa la kujua, umoja wa watu una maana kubwa zaidi, na wenyewe ndo umoja halisi. Maana ya neno umoja kwa tafsiri ya Emo, hauwezi kuwa kabila fulani mkajikusanya kwa kabila lenu pale, alafu mkajiita nyie ni Emo. Kimechowatatiza Wabondo, wao walijua habari ya Emo, alafu wao wakaichukua hiyo Emo wakataka kuiweka kwenye kabila lao, kitu ambacho Emo haikubaliani na maadili ya utu, alafu yabague. Emo ima umoja haukubaliani eti kwamba uchukue kabila fulani eti linaweza likawa lina umoja wake, ukoo fulani ukawa una umoja wake. Umoja ni jambo gumu na zito kwenye dunia, kwa sababu umoja ni uwepo wa kuishi kwa watu wote walivyofanywa na Mungu na kupewa maelezo yao ya wao wanavyopasa kuishi kimungu. Huo ndo neno umoja, na hiyo ndiyo neno Emu. Najua bila shaka hapa Wabondo na watu ambao sio kizazi kilichotokana na Mbondo, kwa pamoja wote mnanielewa. Ukishaona kikundi fulani kimetokea ndani ya utu, halafu hakina maelezo ya kutosha ndani ya watu, halafu hicho kikundi kikakwambia chenyewe kina umoja, usikubaliani na hicho kitu, kwa sababu umoja ni mshikamano wa aina moja ulio kwenye njia ya kuamini maadili ya mtu mmoja kutoka kale, ambaye ni mtu wa kwanza. Wote mtakaoyaishi hayo maadili kwa maelekezo yake, nyinyi wote mlobaki ndo mnabaki kuwa wamoja. Mkiona mko kinyume na hayo maadili ya mtu wa kwanza na yale yaloelekezwa kwenye uchamungu, nyinyi hamwezi kuwa wamoja kwa namna yoyote mtakavyokuwa. Na hata mkijua maadili ya kimungu, alafu nyie mkajibagua kabila fulani ndo mnataka muwe na hayo maadili, wengine hayawafai, maana yake hayo maadili mmeoenda kujipa, ima hiyo namna mmeamua nyinyi kuishi hivyo, nyie hamna umoja. Kwa maana fupi, nyie hamna Emo. Kwa hiyo katika kusaidiana akili zetu, turudi hapo, muwe mnajua watu wapo duniani kwa maana gani. Ukisikia Emo ya Mbondo, walokuwa wanajitahidi kutaka kufanya kitendo hicho
Jambo hilo lilishashindikana kwa zama nyingi kupitiliza, kwa sababu huo tayari ni ukabila. Kwa hiyo hata Wabondo waliokuwako ndani ya nchi ya Tanzania walikuwa na jitihada kubwa ya kufanya huo umoja wa Wabondo, lakini wanajikuta ndani ya huo umoja wao wa Wabondo walioutengeneza, wanajikuta wameshika imani za mapokeo, sio za asili yao, na sio ile imani ya Wabondo wa kale. Alafu wao wamekusanyika tu kisa walizaliwagwa na mtu fulani, huku kila mtu akiwa na imani yake. Hawa ndo huwa wanajiongopea kwamba tuko kwenye emo ya Mbondo. Kumbe hilo ni jambo ambalo wanajiongopea wenyewe akili zao. Narudia tena, hakuwezi kuwa umoja wa kabila fulani kwa kujikabila, kujipa vinasaba fulani kinyume na utu wa watu wengine. Najua wenye akili pana hapa mnanielewa vizuri, na mnagundua kwamba umoja ni utu, na kinyume na utu kunakuwa hakuna umoja kwa wanaoishi ndani ya watu. Kwa hiyo Wabondo walibaki wanasumbuliwagwa na hichi kitu, kwa sababu wao kihistoria mzazi wao ndio alianzaga kurisishwa mambo ya kimungu, naye akayarisisha ndani ya vizazi vyake. Sasa wakashindwa kuelewa kwamba ule uchamungu ulikuwa ni kwa ajili ya watoto wote wa watu na haukuwa kwa ajili ya Wabondo tu. Unaona tabu ilipoanzia hapo. Kwa hiyo unapokuta watu wanahangaika, sisi tuna emo ya Mbondo, mtu yoyote uliokuwa ni Mbondo ukaingia humo eti na wewe uko kwenye emo, umejiongopea. Nimeshatoa ufafanuzi mpana sana ili umoja uwepo kwenye kuishi kwa watu. Ni kitu gani cha kwanza kinazingatiwa? Cha kwanza ni njia moja ya kuabudu ambaye haitofautishi watu husika ambao wako kwenye njia hiyo. Jambo la pili, njia hiyo iwe imetokana na maelezo ya mtu wa kwanza kuumbwa kwa Mungu. Isitokani na chifu fulani ima mwami fulani ambaye alikuja kwenye ya kwake akatawala kijiji fulani. Sasa mimi Mwami Lokoko, masomo yote mnayoyasikia kwenye dunia, mimi nawaambieni chanzo chetu kutoka kwa mtu wa kwanza. Sikatai kama hakukuwako wami wengine waliowahi kusema baadhi ya mambo kumbukizi na mema na mazuri, walikuwepo, iskokuwa wote huwa wanachanganyika ndani ya neno hili ninalosema la umoja wa kuishi kwa watu, ndo lenye maana zaidi ya jambo lolote mtakalolitengeneza. Najua wote Wabondo na wengineo wote ambao tuko duniani tunakwenda vizuri na hili somo. Kwa hiyo msijiongopei kokote mtakako kuaga Wabondo, muwe Nigeria, muwe Kongo, muwe Tanzania, Burkina Faso, muwe Marekani, Ulaya, kokote mtakako kuweko Wabondo, msijiongopeagi vile eti mlikusanyika hapo eti mkasema huo uwaga ni umoja. Msijiongopeagi kabisa eti mmekutana hapo mkasemaga hiyo ni emo.
Najua maelezo ya Emo kwa uchache nimeyatoa hapa, muweze kuelewa kwa mapana makubwa. Mimi ni mwalimu wa kiutu duniani, isipokuwa mwenye mapana ya kilimwengu kwa maelezo. Na kuna wami walitokea duniani, walikuwa ni wami wa kuelekeza mazingira fulani madogo. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wewe kichwani mwako wa kujua nani ametoa maelezo makubwa kuliko mwingine. Sababu sio kuitwa mwami, ni mwami gani ambaye ametoa maelezo makubwa zaidi ya yote uliowahi kuyasikia. Sasa kwenye kitengo hicho ndo niko mimi, Mwami Lokoko. Sasa mimi hauwezi kunipa umoja wa Wabondo alafu nikakaa hapo eti mimi nikawa ni kiongozi wa umoja wa Wabondo, wakati mimi moja kwa moja nina elimu ya umoja wa kuishi kwa watu. Hilo la kwanza hilo. Alafu jambo la pili, nikisema niache umoja wa watu nikashike umoja wa Wabondo, kwa maana ndo nakuja kukubaliana sasa na hii slogani ya Wabondo. Tayari hapa nimeuchukua sasa ule ukabila, ndo nimeenda kuuweka hapo, kitu ambacho tangu agano la mtu wa kwanza na mke wake mlikatazwa kuishi kwenye mazingira ya kujenga ubaguzi, kwa sababu ubaguzi ndo ulileta mithili ya geuzi ya mabaya, na kila wamoja wakawa wanaikosa maana kutoka kwa wengine. Sababu kubwa tu ilikuwa ni ubaguzi, kwamba hawa watu walikuwa wakijiona wanaka kitu fulani, wanaanza kuwatenga watu fulani, na wao siku wakija kukosa kitu fulani, na wao wanatengwa na watu fulani. Hii mitengano ililetwa na waalimu ambao hawakuwa na upeo mkubwa wa kufikiri. Kutenganisha watu ni dhambi tu kwa namna yoyote mtakavyowatenganisha. Kwa hiyo Wabondo walokuwako hata Tanzania walibaki kumshutumu Nyerere na kusema Nyerere alivuruga mpaka ubondo wao, na wengine wasiokuwa na elimu wakabaki kusema hapo, labda huyo ni mtusi, labda huyo ni hivi. Hizi zikabaki kuwa ni pandikizi za walokosa elimu. Nyerere naye alikuwa ni kizazi cha Wabondo hicho hicho, katika koo ya mbali mno. Wabondo wa sasa kimecho waathiri, wanajua historia finyu sana kwenye hii dunia. Nitautoa mfano mdogo leo uone ufinyu wa Wabondo. Mbondo mpaka umtajie kwamba mimi ni Mshimuma, huyu hapa ni Mshinyange, huyu hapa ni Mlala, huyu hapa ni Mlimba, huyu hapa yuko hivi. Hapo ndo anajiona yeye sasa anatajwa ndani ya ubondo. Kumbe yeye Mbondo hajui kwamba ubondo ulianzia kwa Mbondo mwenyewe, kisha Mbondo akaja akamzaa Sambya. Historia ya vizazi vya kale, Sambya ndo akaendelea kuzaa hao Wabondo walioendelea mpaka sasa, na Wabondo wengine wakazaliwago huko nchi za Togo, kipindi ambacho Mbondo alipelekwagwa na baba yake zama hizo. Kwa hiyo kukaa kuna Wabondo waliobakiaga Togo, na kuna Wabondo waliokuja kuzaliwa sasa Robasasta, kwa maana Afrika ya Kati, Kongo kwa leo, na wote wakabaki kuwa ni Wabondo. Na hao walienda wanatawanyika kwenye maeneo mbalimbali, kule Burkina Faso, sehemu za Nigeria,
mahala pengi Wabondo wakatawanyika kwa kiwango kikubwa. Mbondo asiokuwa na elimu leo akija kumsikia Msukuma amezaliwa Tanzania, Mbondo anamkataa Msukuma kwa sababu hana elimu ya Ubondo ulianzaje. Alafu huyo huyo ndiye anayekuja kutaka umoja wa Wabondo wakati yeye amezingatia vijumba vichache na hajui Mbondo watoto wake walisambaa kwenda wapi na wapi mpaka dunia ikajaa watu. Hicho kitu tena hana. Ndio miongoni mwa Wabondo nilokutana nao nikawaambia, mnajua kama Mlondo alikuwa ni mtoto wa Sambia na Mlondo ndo mzazi wa Warundi? Mnakijua hicho kitu? Wakabaki mdomo wazi. Sasa mkitaka kuwakusanya Wabondo muwaweke hapo, Warundi mnawawekaje pembeni? Na Mrundi ndani ya uzao wake ndo alienda akamzaa Mnyarwanda. Ule Unyarwanda unaoleta utata sasa hivi pale, ule Unyarwanda wenye shida sasa hivi ni ule umeingiliana na vizazi kutoka Ethiopia vikaingiliana pale, lakini wale Wanyarwanda walikuwa ni kizazi cha Warundi wa zamani, na wale Warundi wa zamani wakazaaga na Washi na Wafulero wa kule Uvira. Kizazi cha pale kikaendelea kukua. Baadaye tena kabisa, miaka kupita, wakaja wakatokea watu kutoka Gorato ya Ethiopia, wakaenda kuchanganyika ile mizao pale, ndo mkaona kuna Watusi fulani ambao hawana asili ya Afrika ya Kati. Hao walikuwa wametoka moja kwa moja Ethiopia kuja pale, wakachanganyika na wote, baadaye wakaitwa Wanyarwanda. Sasa niwaulizeni nyinyi Wabondo wa leo, Mbondo wa leo akija akimuona Muha, kwa sababu Muha ni uzazi kutoka kwa Mrundi, ndo maana mkaambiwa tafuteni kitabu cha Sende Esprit de Ochi, ndo mtatokea kujua mwanzo wa Wabondo ni upi, na hii emo ya Mbondo mnaizungumzaga waga ni emo gani, huku mkiwa hamjui michichi ya kwanza iloanza kwa mtu huyo. Hii ndo sababu kubwa kabisa ya mimi Mwami Lokoko huwezi kuja kuniweka hapo kwa ajili ya bashie lake. Najua wote kwa pamoja mkiwa Wabondo na Wabondo wasojijua kama ni Wabondo. Wako Wabondo mpaka sasa hawajijui kama wao ni Wabondo, kumbe wote ni cheni ilozaliwagwa na Mbondo. Cheni ya kale ndo Wabondo mlibaki mnashika na kujua kile kibondo chenyewe, lakini cheni iloendelea, hawa Watanzania wengi mnawaona hapa, hizi ni kabila za Wabondo, ikiwemo Wanyamwezi, wale Wasukuma. Unasikia hiyo, wale Wanyaturu unawaona pale Singida, kabla hawajaja kuingiliana na vizazi vya kuchanganyika na watu kutoka Iraki ya Warabuni. Kabla ya hapo, kile kizazi chote kilichokuwa mazingira yale ni kizazi cha Mbondo. Wabondo ndo wale Waruguru, ndo hawa Wapogoro wote, unakuja kugusa mpaka wale Wahaya wengine wakaja wakachanganyika na vizazi vingine kutoka nchi za Ethiopia na wapi, hivyo ndo vikaendelea sasa kuja kuchanganyika kama mizao. Leo hii utakuja kumwambia Mbondo ambaye amebakia kujua kwamba Mlala tu ndo Mbondo, Mlinga, Mbulwa na Hengwe huyo ndo Mbondo, amebaki yeye amekariri kitu hicho. Hajui kama Mbondo alizaaga, alafu Mbondo ni mtu wa miaka mamilioni, na watoto wake wengi walikuja wakazaliwa mpaka haya mataifa mengine yote yakapataga watu. Hawa watoto wote kumbe ni watoto wa Mbondo.
Sasa yuko Mbondo gani anajua kama Msukuma ni mtoto wa Mbondo? Tuulizane hapa, yuko Mbondo gani utamtoa kule Kongo, utamtoa kule Nigeria, afu uje mlete hapa mwambie huyu Mkuria na huyu Mzanaki ambayo ndo aliozaliwa Nyerere? Hawa Wazanaki walizaliwa kutoka mumu Mwakuria, ndo wakazaliwa, kwa sababu Wazanaki nika kitongoji ka mwisho katika kuzaliwa, ni kama vitoto vya mwisho mwisho ambavyo vilizaliwa pamoja na Wakerewe, na wote hawa walitokana na asili ya Wabondo. Najua mnanielewa hapo. Sasa tutazame huo upana wa Mbondo, tutazame huo uzazi alivyouzaa, tutazame watoto wake walivyokuwa wengi kupita maelezo ya kawaida. Halafu anakuja mtu hapo anatengeneza kamfuko kake, anakwambia tomoeta ele emo ya Mbondo. Wale tumekutana pale, tuko 130, tuko 16, eti kwamba wale ndo emo ya Mbondo. We Mbondo kwanza unamjua historia yake? Mbondo ni mtoto, ni uzao wa 22 kutoka kwa Mwanzaluna Mpangolo, na Mwanzaluna Mpangolo ni mtoto aliozaliwa na Fumbakasa na Mwasi, kwa maana mtu wa kwanza na mke wake. Sasa Wabondo wa sasa wameoshika hivi vibulu vidogo vidogo, wamebaki kuchukua ile majina ya Wabondo waloendeleaga. Wao ndo wakasema eti Mbondo alitokeaga huku. Historia ya Mbondo mpaka msome Sende Esprit de Ochi, ndo mtajuaga Mbondo alikuwaga ni nani na watoto wake mpaka dunia ya sasa ni wakina nani. Watoto wake ukisema uwakusanye hivi uwaweke hapa, wanajaa nchi ya Tanzania wenyewe tu, ukiwatoa kote duniani huko. Sasa nyewe mnayajua hayo, mnayajua. Sasa Nyerere akaambiwa kwenye umoja wa kuishi kwa watu, alafu akakuta kuna watu wanaweka vikampeni vya kutengeneza ukabila unaojiita kwamba ni Ubondo, wakaviondoa vile na wakavikataa. Wabondo wasokuwa na elimu wakahisi kwamba Nyerere anawakatili kwa ya kwao, kumbe Nyerere alikuwa anaondoa ujinga uliokuwa unatengenezeka hivyo. Hakuwa anakataa mtu kujiita Mbondo, lakini alikataa ile slogan walioitengeneza ya ukabila. Alafu kitazama mbele yake hakuna kitu wanachokijua kinachohusu umoja. Unawakuta wako kwenye imani za mapokeo humu, na wengine kule ni walimu wa imani za mapokeo kule, na vitabu hivyo vilivyotoka mataifa vya wakoloni, ndo unawakuta wale wasimamizi wa haya mambo ya Mbondo, unakuta hao ndo wanasimamia hayo mambo. Hawajui kale yao, hawajui zamani kabla hivi vitabu vya mkoloni havijaja, hawajui chochote. Wamekaa sasa hapo wanaambiana kwamba bino tomo eta emu ya Mbondo. Wabondo wote mlioko duniani, Wabondo wote ambao mnajielewa, kwa sababu ndani ya Wabondo kuna Wabondo wanaojielewa, ndani ya Wabondo kuna mafamba, kuna watu fulani wapo tu. Kwa hiyo ukisikia maneno haya, huo unajua haya ni maneno kutoka kwangu mimi Mwamilo Koko, kwamba hakuna emu ya Mbondo duniani. Mbondo ndo alizaliwagwa na emu, na ndo hii niko naisema mimi kwa ajili ya watoto wa watu wote. Sasa mkishindwa na hiyo, manake nyewe mmeshashindwa na ile emu. Kwa sababu gani? Emu haitaki ubaguzi. Emo ya bandu haitaki ubaguzi. Na ukisema kwamba unasema nataka kuwa na emo ya Mbondo, fanya kazi ya kwanza kwenda Togo, nenda Malawi, nenda Msumbiji, zunguka, nenda sehemu zote huko ambako Wabondo wako, fanya kazi ya kuwakusanya na uwaeleze kama hiyo story wewe unayo. Kitabu cha Sende Esprit de Ochi si ndio kimewaeleza kwamba ile Malawi imeenda kuzaa kwa vizazi vya Mkungwe pamoja na mtoto wa Mbondo, mpaka ile Malawi inakuwepo.
Nyie mkija kuambiwa muutetee ima muuzungumzie ubondo, mtauzungumzia kwa maana wakati hamjui vyanzo. Ima mapana ubondo ulivyotawanyika, nyie mnajua ulitawanyika wapi na wapi? Yote haya tunayarudia ndani ya masomo halisi. Mko ndani ya Biblia mbalimbali duniani, mkae chini msikilize, mwe mnajua duniani hakunaga emo ya mbondo. Mbondo alirisi emo ya bantu, na ndio maana tangu zamani watoto wa mbondo walikuwa na desturi ya kukusanya watoto wa ndugu zao wote kukaa pamoja. Ule ulikuwaga ni uchamungu. Sasa nyie hamtaki uchamungu, mmeshika madaftari ya Wataliano, madaftari ya wakoloni, ndo mmeyaweka mikononi, alafu ndo mmekaa hapo eti nyie ni mabingwa wa kuhubiri. Mnahubiri kitu ambacho hamna mizizi nacho na wala mjuagi kilikotoka, na mwisho mnaanza kujiita nyie wabondo ni Waisraeli. Sasa hamuoni kama mmepoteza ufahamu kwa kiwango kikubwa sana? Yote hiyo kukosa historia halisi ndo kinachowasumbueni, na historia halisi hamwezi kuipata mpaka hapa Lwama, Lunda ya Kigoma, ambako kuliwekwa historia nzima ya utu wenu kwa zama yoyote ile itakayokuja. Wakati mtarudiaga hapo ndo mtakujaga kujuaga utu wenu, kwa sababu hapo ndo kuliwekwa ile ebolo ya kuwaelezeni utu wenu kwa dunia nzima. Kwa hiyo ukisikia Mwamilokoko, kwa nini emo ya mbondo hivi na vile, hakuna emo ya mbondo, hakuna emo ya mchina, hakuna emo ya mnyakaramba, kuna emo ya bandu kwenye dunia, na hamkujua hicho, maana yake nyote mmeharibikiwa. Niwashukuru ndugu waja wote waliosikiliza somo hili, lakini pia niwashukuru na wabondo wote ambao wameweza kupitia somo hili kwa ufasaha wake. Emo ya bandu ndo jambo muhimu kwenye kuishi kwa sisi watu, na duniani hakuna emo ya mbondo wala kabila fulani. Asanteni.